Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2025, Mariam Sarungi ikiwa ni baadhi ya wanaharakati walioweza kuathirika pakubwa kwa mitandao ya kijamii kufutwa ama kuzuiwa nchini Tanzania, hivi sasa ameweza kutangaza habari njema. Mtandao wake umeweza kurejeshwa, ila anazidi kuomba sana akaunti yake Mange Kimambi pia iweze kurejeshwa. Kwa njia moja ama nyingine, anaamini kwamba waliweza kuwa baadhi ya watu wa kuaminika kupeperusha habari zilizokuwa zikiendelea wakati ya maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi mapema tarehe 3 mwezi wa 11. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itakuwa vyema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa wewe hapo kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, uweze kulike na kushare video zetu. Naam, mtazamaji wangu, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani uliweza kuzuia akaunti yake Mange Kimambi, Larry Madowo pamoja na wanaharakati wengine katika Jamhuri ya Tanzania. Sasa mtazamaji wangu, haya yote yaliweza kusababishwa kutokana na habari zilizokuwa zikipeperushwa katika akaunti hizo. Sote tunafahamu kwamba uongozi wa serikali ya awamu ya 7 umeweza kunyima media za kawaida nchini Tanzania uhuru wa kupeperusha habari. Hivyo basi, Watanzania wengi waliweza kupata habari kutoka kwa Mariam Sarungi pamoja naye Mange Kimambi, ila uongozi wa serikali ya awamu ya 7 uliamua kwa njia moja ama nyingine akaunti hizo ziweze kuzuiwa kutoonekana katika Jamhuri ya Tanzania, ila hazikuweza kufutwa jinsi ambavyo wengi waliweza kutarajia. Kwanza kabisa, ningependa ufahamu kwamba ukweli wa mambo ni kwamba serikali ya awamu ya 7 haina nguvu na mamlaka ya kufuta akaunti ya yeyote yule, na ndipo ambapo tumeweza kuona leo hii Mange Kimambi ama Mariam Sarungi akaunti yake imeweza kurejeshwa. Kwanza kabisa, ninatumai wewe hapo unaamini uhalisia jinsi gani ambavyo Mariam Sarungi pamoja na Mange Kimambi waliweza kuwa daraja kubwa kuonyesha Watanzania yaliyoweza kujiri katika ama wakati wa maandamano yaliyoweza kupita, na ndipo ambapo mwanahabari kutoka runinga CNN ambaye ni Mkenya Larry Madowo aliweza kuchukua jukumu pia naye kuonyesha mataifa ya kigeni ni yapi yaliyoweza kutokea katika maandamano ya tarehe 29 katika Jamhuri ya Tanzania chini ya uongozi wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na ndipo ambapo idadi kubwa ya Watanzania waliweza kujua ukweli, hata kuanza kufunguka na kusimulia yote yaliyoweza kutokea katika maandamano yaliyoweza kupita. Vile vile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, ukweli wa mambo leo hii umeweza kudhihirika wazi jinsi gani ambavyo uongozi wa serikali ya awamu ya 7 unafahamu iwapo utaweza kuachia uhuru wa vyombo vya habari utaweza kupata ukosoaji mkubwa, na ndipo ambapo akaunti za wanaharakati maarufu ziliweza kuzuiwa ili kutochangia pakubwa katika maandamano yaliyokuwa yameweza kuratibiwa kufanyika tarehe 29, na hivi sasa kila mmoja anafahamu ukweli halisi kuhusiana na uongozi ulioko madarakani. Je, yote wanayozidi kuyafanya ni kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania ama ni kwa manufaa yao binafsi? Ukweli wa mambo kutokana na kile ambacho tumeweza kukishuhudia leo hii baada ya kurejeshwa kwa akaunti yake Mariam Sarungi ni ya kwamba yote yanayozidi kufanyika ni kwa manufaa yao binafsi na sio katika Jamhuri ya Tanzania, kwani iwapo angependa kufanya hivyo kwa ajili ya Jamhuri ya Tanzania iweze kufaidika, moja kwa moja ingekuwa kipeperusha habari za ukweli ili Watanzania waweze kufahamu uhalisia kuhusiana na yale yanayozidi kujiri, ila wameweza kuzuia, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia baadhi ya media ambazo Watanzania wanazidi kuzilalamikia leo hii ama hivi sasa ni kutokana na wao kutokuwa na kibali ama uhuru wa kupeperusha habari kuzungumzia na maandamano ama kuzungumzia visa vilivyoweza kutokea katika maandamano yaliyoweza kupita. Mtazamaji wangu, hii ni dalili tosha jinsi gani ambavyo vijana jenzi wakianza kuandamana ama wanapozidi kuandamana
kuomba uhuru uweze kuwepo. Ni kweli uhuru haupo, jambo ambalo mara kwa mara vijana Gen Z wanazidi kujipata wakiwa gizani, na pia mipango wanayozidi kupanga kutofanikiwa, jambo ambalo linazidi kuathiri pakubwa Jamhuri ya Tanzania, kwani sote tunafahamu kwamba kipindi na wakati ambapo vijana hawa Gen Z mamilioni ambao wapo kwa idadi kubwa, kipindi na wakati ambapo serikali awamu 7 itaweza kuwekeza ajira kwa ajili ya vijana hawa, vipi kuhusiana na wakati ambapo uongozi ulioko madarakani utaweza kuitisha mikutano ama rali zozote zile za kisiasa? Ni nani ataweza kuhudhuria? Hata kama ataweza kuwalipa, ni nani ambaye atakuwa yupo tayari kuachia kazi anayozidi kuifanya siku baada ya siku, kupata kipato cha kukidhi mahitaji yake na kuhudhuria mkutano wa vyama vya kisiasa? Na mtazamaji wangu, ndio uhalisia ama ndio ukweli unaozidi kudhihirisha jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani unazidi kuchukua muda kufanikisha yale yote wanayozidi kuyaahidi kwa wananchi wa Tanzania, jambo ambalo wanaharakati wanazidi kulilalamikia, kulilaani na kuomba mabadiliko ya haraka yaweze kufanyika. Vile kwa upande wa Mange Kimambi, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo baadhi ya Watanzania wameweza kumkubali sana Mange Kimambi baada ya kuacha yale yote aliyokuwa akiyafanya katika mitandao ya kijamii na kuanza kushinikiza na kuomba Tanzania mpya, ila tumefahamu ni hasara kubwa ambazo zimeweza kumkuta kwa njia moja ama nyingine. Vile tunafahamu jinsi gani ambavyo Mange Kimambi aliweza kuatharisha maisha yake pakubwa kwa kile alichokuwa kikifanya hadi kipindi na wakati ambapo akaunti zake za mitandao ya kijamii ziliweza kuondolewa. Sasa mtazamaji wangu, ni kweli uongozi wa serikali ya awamu 7 umeweza kufanya haya yote kwa ajili ya manufaa yao binafsi. Sasa vipi kuhusiana na wananchi wa Tanzania? Ikumbuke kwamba Watanzania wote wanazidi kuona sakata lote hili linalozidi kutokea, wakiona jinsi gani ambavyo uongozi wao kwa njia moja ama nyingine unahusika kuficha mambo muhimu ambayo Watanzania wangependa waweze kuyafuatilia, kuyajua kwa undani, jambo ambalo linazidi kusababisha machozi sio kwa familia pekee zilizoweza kuathirika, bali kwa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kutokuwa na imani na hata kushindwa kuamini viongozi wao walioko madarakani. Dalili tosha kuonyesha jinsi gani ambavyo kile kinachozidi kufanywa na uongozi ulioko madarakani kwa manufaa yao binafsi na sio kwa ajili ya manufaa ya mwananchi wa chini nchini Tanzania. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi? Ni vyema kwako wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.